want to welcome the Minister of Finance to come and read for us the budget of 2021 to 2022. Yes, thank you, Hanid Babi. Kama mnavyoona, Punda amechoka na mzigo. Budget ya leo ni kubwa sana. Journalist, come. Come, journalist. Ita majournalist wote wakuja kupiga simu. Come, journalist, come over. Pigeni picha. Simama pale. Yes. Yes. Wait. Chill for the camera. Yes. Journalist. Pause. Pigeni picha. Pause. Yes. Wait, Mheshimiwa, wait. Okay. Be patient, Kerere Minga. Yes. I'm a very readable person. This phone is not working, Mheshimiwa. Yes. Mnataka post ingine? Yes. Yes. This is our year's budget. Yes. Honorable, let me help this journalist, Wamizuba Sana. Thank you. Thank you, ladies. Aya, journalist, naweza nduko. We, stand ya mheshimiwa yuko wapi? Wait, let me bring for you. Take this to Mheshimiwa. Take it. Yes, let me start my media briefings. Welcome, Honorable. Thank you. Budget ya leo itakuwa juu sana. Yes. Where's my book? Let us start with the word of dictionary. Obese. Obese. People very fat. Budget ya leo itakuwa very fat. Yes. A way that is not healthy. Thank you. Haya. Point number 1. Najua tangu corona ikue uchumi wetu wa Kenya umezorota sana. Kwa ajili ya hii itabidi wananchi wachimbe mifuko zao zaidi. So hiyo inamaanisha tunaenda kuongeza tax. Uchumi wa Kenya ili uweze kukua, tax lazima iende juu. Mikono kwa hewa. Najua wale wa Kenya wanakula mahindi, wanafuta sigara, wanakula sukari, maziwa, mkate. Najua mnalalamika, hali imekuwa ngumu. Lakini tax inaongezwa hizo vitu. Lazima wakubwa wanone. Halafu kampuni zile za betting kuongezwa tax, ile tax ya win tax. Na pia tumegundua Wakenya wengi wana lose sana. So, kuna kitu moja tutaintroduce inaitwa losing tax. Kama wewe umekelea beti ya 10, umekelea beti ya 20, ukilose, pia sisi tunaitax hiyo, kampuni za betting hazitakula peke yao. Halafu hii, najua itawaguza wote. Shule zote, iwe ni primary, universities, secondary school, leo mnaongezewa tax. Wanafunzi mtakuwa mnabeba shilingi 100. Kila siku wanafunzi mnabeba 100. Aya, kuna sikuwa. Mmeongezewa tax tu. Hapa. Mbona wanafunzi wapumbavu kama hao? Wameongezewa inaitwa school tax. Hakuna pesa za watu na pia walimu. Yes. Kwenda huko. Toka hapa pumbavu. Nadhani ujeka hiyo kwa kamera. Yes.
Halafu point number 5. Waandishi nadhani mna notice vitu. Pesa za Uhuru na Ruto na yule baba wa handshake kutafutwa na kampuni zote za Kenya. Kila kampuni inatarajiwa kulipa shilingi 10,000 kila siku. Yes, halafu tax specially ya kuhudhuria msafara wa rais. Mmeona siku hizi kuna watu wanasimamisha rais, wengine wanasimama kwa barabara kupunga rais mkono. Hakuna kupunga rais mkono bure. Ukisimama kwa barabara kusalimia rais, unawekewa tax ili kufund BBI na kampeni zingine za baba. Point nyingine, serikali kutoa pesa za county allocation ili kufund Raila awe rais wa Kenya, ndio Uhuru aweze kuwa prime minister kwa njia yoyote, na anayepinga anapigwa tear gas. So mmesikia, county allocation zinatolewa zote. County allocation, kama ile pesa serikali kuu inapatia makaunti, imetolewa ili kuwezesha Agwambo baba awe rais na Raila awe prime minister. Point number 9. Polisi wote wanaochukua rushwa, unaona pale barabarani unaongwa, polisi wanaochukua hiyo rushwa pia hao wanawekewa 20% tax ili kuprotectiwa na serikali. So ukiona rais, ukiona askari anachukua tax, juu hapo kuna 20% ya serikali kuu. Hii ni kuwezesha serikali iweze kutajirika zaidi. Haya, point number 8. KRA kumake sure kila siku imeweka 20 billion za familia ya rais na prime minister. Mmesikia, 20 billion. Waandishi nadhani mmepata hiyo, maana nimepigiwa simu na wakuu. Raila na familia ya mheshimiwa rais. Kwa hiyo baba ataweza kuongoza nchi, alafu tutaweza kuongeza jina ya baba kwa ile national anthem. Mnajua kuna kwanga Mungu nguvu yetu ilete huru. Sasa kwa maana tunaona huru ameshikana na baba, jina ya baba pia itaongezwa kwa national anthem ili nchi iweze kusonga mbele. Halafu point number 9, budget hii ni kubwa sana. Tax ya wapanda ndudhi. Ukiwa pale mtaani unapandanga ndudhi kila siku, utakuwa na mtu kwa kila county anachukua tax. Halafu wale watu wa ndudhi kila siku pesa yao ile income wamepata inakatwa 20% ili iwezeshe serikali kuu, ili iwezeshe waziri wa serikali na serikali kuu waibe mashamba, waweze kuendesha magari makubwa. Yes, mmesikia hiyo point? Ukipanda ndudhi unatolewa tax. Mwenye ndudhi mwisho wa siku anatolewa tax. Ndio, tumesikia hiyo point mheshimiwa. Alafu hii inawezesha nini? Wale wenye wako serikalini waibe mashamba makubwa na waweze kuendesha magari makubwa. So ukikuwa kwa serikali una nguvu. Pointi ya mwisho, mishahara zote za wafanyikazi na wakulima kutozwa ada ya 25% ili kuonyesha uzalendo kwa nchi. Hii inaitwa national tax. Sasa kama unafanya kazi ama wewe ni mkulima wa kuku pale, lazima utataksiwa. Hii ni kuwezesha viongozi watajirike ili Kenya iwe nchi yenye viongozi tajiri sana duniani. Plus, media zote zikitangaza habari negative dhidi ya rais kufungwa na kupatiwa faini ya bilioni 1 ili kuwezesha KBC, station ya baba na mama, iwe maarufu zaidi. Halafu bajeti ya leo imegharimu takriban trilioni 10.5. Nusu ya hiyo pesa inaenda kwa prime minister na familia ya Rais Uhuru Kenyatta. Yes, now the floor is ready for any media questions. Haraka, sina wakati, poteza wakati. Maswali? Maswali yote? Yes, watu wa media maswali? Mazia toto iko wapi? Mazia toto iko wapi? Kuja hapa mtoto. Kuja hapa. Angalia huku. Mnaona mtu kama huyu anauliza maziwa ya watoto iko wapi? Hiyo ataenda kuuliza nyanya yake Tembea. Serikali inajali watoto nini? Umbavu mimi sipendi.
serikali inajali wanafunzi. Naona mwanafunzi kama huyu anatuliza serikali inawajali. Kwani ile katonya ya shule nani anawapatia? Nani anawapatia exercise book? Nani anaongeza taxes za shule? Kwenda huko. Serikali ni nini? Serikali ni watu wazima. Mtoto ni pumbavu gani hiyo mnatuambia? And eventually I have a question that I need to ask You add your voice. I have a question that I need to ask you, like 5 or 4 questions, okay? So how is the budget helping the Wanjiku if everything is double tax? Yes, na nani alikwambia niletee hapa kizungu? Ulisikia mimi ni mzungu? Wanjiku huyo ni Mkikuyu. So serikali itamdouble tax hata Wamboi, hata Njuguna, hata Otieno. So kwa kumdouble tax imemsaidia very much. You haven't answered my question. I've answered. It's okay. Otieno kila Mkenya ana double taxiwa ili serikali idosike. It's okay, Honorable. So I have another question. Is this nation for president and the prime minister alone? Hebu ongeza sauti. Is this nation for the president and the prime minister alone? Kwa maana ni wao ndo wanaongoza nchi. Na unakumbuka baba zao walipigania nchi. So nchi hii ni ya prime minister na president, familia zao. Sasa ninyi wengine ni watumwa wao. Got that one. Okay. Another question is, why should students and teachers pay taxes and government can find work for students after finishing school? Sisi serikali tumepoteza pesa mingi kwa shule na hatuoni manufaa. Watoto hawa invent kitu yoyote. Walimu nao hawajazi ubongo kwa watoto. So wote lazima wapay tax ili wawajibike. Okay, thank you, Honorable. And to my final question. Yes. Who did you consult before making the budget? Unajua nchi ni ya watu wawili. Hizo familia mbili za Honorable Prime Minister na Honorable President. The rest, they don't matter. Thank you. Thank you. This is the media coverage. Nadhani nimependezwa na bajeti yetu ya leo. Wait. Mbona hamjavaa mask? Mbona hamjavaa mask? Another one, and another one, and another one, and another one.